shida ya kufungua Biblia. Ukipata kitabu cha Nehemia, umeingia kwa Ayubu. Ukipata umeingia kwa Esther. Ukipata Ayubu, itakubidi urudi nyuma kidogo, kwa sababu Esther ni jirani ya kitabu cha Job. Esther sura ile ya 3, sura ya 3 kitabu cha Esther, aya ni ya 8. Esther sura ya 3 aya ni ya 8. Esther sura ya 3 aya ya 8. Asante mwelekezi. Nasema hivi: basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako, nao sheria zako zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Mstari tutasoma mpaka 11, mstari wa 9. Basi mfalme akiona mema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme. Mstari wa 10. Ndipo mfalme alipovua pete yake mkononi, akampa Hamu bin Hamedava Mwagagi, adui ya Wayahudi. 11. Kisha mfalme akamwambia Hamu, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vema. Tuombe. Baba, nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu na ni mfalme wetu. Naja mbele zako tena asubuhi ya leo na kurudishia sifa na shukrani kwa ajili ya ukuu na wema wako. Umekuwa pamoja nasi, umetujalia, umetuwezesha Bwana kufika katika nyumba yako siku hii ya leo. Bwana, ni siku njema ambayo uliifanya hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia. Ulijua ya kwamba tutakusanyika mahali hapa. Nakushukuru kwa ajili ya kina mama ambao wamefika. Naomba neema na baraka zako zikaweze kuambatana pamoja nasi, kwa maana wewe ni Mungu na ni mfalme wetu. Nisaidie, ukanipe usemi. Nibariki neno lako tunapolisikiza, katika jina kuu la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. Leo hapa nataka kuzungumzia kuhusu habari za huyu mama, kwa sababu alikuwa ameolewa. Aliitwa Esther. Esther, ukiangalia katika Biblia, inatoa hadithi ndefu kumhusu yeye. Alichukuliwa kutoka katika nchi ya Uyahudi na akaletwe katika nchi nyingine ambayo aliingizwa katika nchi hiyo akiwa ni mtumwa. Leo hii nilikuwa naangalia katika nchi hiyo waliita Persia, wakati wa sasa tunaona ndio nchi ya Iraq. Na Esther alipochukuliwa, inaonekana ya kwamba Esther alipoteza wazazi wake. Kwa hivyo akachukuliwa na Mordekai kwa ajili ya kuweza
Na kwa hivyo walipokuwa katika nchi ile, kirudi nyuma, jinsi ambavyo nimesema, mpango wa Mungu ni wa ajabu katika maisha ya kila mmoja wetu. Mpango wa Mungu ni mpango ambao ni mzuri, ijapokuwa wakati mwingine huwa tunaona ya kwamba si mzuri, kwa sababu inabidi mtu kuweza kupitia mambo magumu hata kuja kufika mahali ambapo amefika. Walitokea ya kwamba Mfalme Ahasuero alifanya karamu, na kwa hivyo akaita watu, na alipoita watu kutoka sehemu zingine mbalimbali, kulingana na utawala wa upande ule, anasema kutoka India mpaka Ethiopia, na inaonekana ya kwamba alikuwa anatawala kwa sasa tunaweza kusema nchi 27. Wakati walikuwa wanaita mikoa ama provinces, lakini sasa hivi ni nchi, hata zingine zimegawanyika zaidi. Na kwa hivyo alipofanya hivyo, aliwaita viongozi wote wake kwa ajili ya kuweza kufanya karamu. Na kwa hivyo akafanya karamu kubwa, na alipofanya karamu hii, tulikuwa na desturi ya kwamba ilibidi ya kwamba mke wa mfalme awe introduced, ajulishwe kwa watu. Na si hivyo tu, walikuwa wanatengeneza nyimbo, miziki nyingi, watu wakawa wanacheza, wanapokula wanafurahia. Lakini Biblia inasema mke wake huyu mfalme Ahasuero alipoitwa ili awe akaweze kuwa introduced, Vashti alikuwa anaitwa Vashti, lakini alipokuja alikataa kuja katika karamu ambayo ilikuwa imeandaliwa na mfalme, na jambo hili likawa ni aibu kubwa kwa mfalme. Na ikasemekana na wale ambao walikuwa ni washauri wa mfalme, wakamwambia ya kwamba kama hali imetokea hivi kwako, hata katika nyumba zetu, basi tutawaliwa na wake zetu, na kwa hivyo si sawa mfalme. Sasa nifanye nini? Maandiko yanasema ikabidi ya kwamba mfalme divorce itokee. Divorce ilipofanyika, ikabidi wasichana waletwe. Kulikuwa na ngome mahala ambapo walikuwa wanachunguzwa kuona kweli ni wasichana, na walipoletwa, walipochaguliwa katika nchi, Esther akawa ni mmoja wao. Na kwa sababu Esther kule ambako ametoka walikuwa ni wacha Mungu, kwa hivyo Esther akachukuliwa akapelekwa katika ngome, na wachunguzi wakachunguza na wakakaa pale wakiwalisha, wakiwaosha, na hatimaye Esther akatokea kwamba alipo context ilipomalizika, ikaonekana Esther ndiye ambaye amefaulu kuwa mke wa mfalme. Na ilipofanyika hivyo, Mordekai huyu mjomba wake, kukatokea kuna adui. Yeye alikuwa ni mlinzi, kwa sababu alikuwa mara nyingi yupo katika geti ya mfalme. Lakini yeye alipokuwa anaona watu wanakuja na watu mkubwa, mheshimiwa na uishi milele, yeye hata nyama. Kwa hivyo kulikuwa na mmoja katika ufalme ule ambao alifahamu, naye alikuwa ni mtawala, kwa sababu
tunasema sasa hivi deputy president. Yeye anapokuja kuingia ikulu, Haman haangalie Mordekai hakuwa anamuinamia, na kwa hivyo Haman akachukia sana Mordekai. Sehemu ambazo tumesoma akafanya njama, si Mordekai tu, bali Wayahudi wote ambao walikuwa katika nchi hii wote wakaweze kuuawa. Na aliposema hivyo, akatafuta namna kwa ajili ya kuweza kuwashtaki hawa. Mahali ambapo tumesoma, alikuwa amemwendea mfalme, akamwelezea habari zote ya kwamba kuna watu katika nchi yao ambao wao wana sheria yao ambayo ni kinyume na sheria yao. Kwa hivyo hawa watu hawashiki sheria za nchi hii. So mfalme, mimi naomba hawa waondolewe. Hawa ni nini? Ni Wayahudi. Mnaposikia kama kuna watu ambao mmesikia katika vyombo vya habari, si leo hii tu, ya kwamba nchi za Kiarabu na hasa Iran, si leo wafikiria kuweza kuondoa Wayahudi katika uso wa nchi, kwa sababu sasa hivi wanasema wanataka kuifuta taifa la Israeli kutoka katika dunia, wanataka kuangamiza wote. Na tumeona wala ambao wako katika vyuo vikuu, nchi zingine wanavamiwa, ukiona wanapigwa, wengine wanaumizwa, kwa sababu wanasema wana mpango wa kuwamaliza kutoka bahari mpaka bahari, from sea to sea. Si leo hii hapa, tunaona ilianza hapa na hapa, na hivyo akasema waangamizwe wote. Tena mfalme, hakuna haja ya gharama, hakuna haja wewe utoe gharama, mimi nitagharamia na nitatoa fedha ziingizwe katika mfuko wa ikulu. Baada ya hapo, Biblia inasema mfalme akamwambia, fanya jinsi unavyoona ikiwa vema. Akatoa rini yake, pete yake, ile pete ilikuwa ni muhuri. Ukiandika barua ilikuwa unaweka, ilikuwa inakaa kama seal, na wakati usiri ya serikali. Kuna muhuri wa serikali huwa hauna wino, lakini wakiweka karatasi ikifinywa unaona maandiko. Hivyo ndivyo ilivyokuwa enzi zile. Na Haman akaandika barua, ikaenda katika provinces zote. Ikaenda katika provinces zote 127. Leo hii tunasema labda nchi 127 zikiwa zina muhuri wa mfalme. Na Biblia inasema ya kwamba Mordekai aliposikia, aliamua kuvua mavazi yake, akavaa mavazi ya magunia, akakimbia, sijui alitumia nini, katika provinces zote 127, akilia kwa sababu Wayahudi walikuwa wanataka kuangamizwa. Esther yupo ikulu. Kwa hiyo akatafuta watu, akamtuma aende akamwambia Esther, na akasema ya kwamba Esther kama hatachukua hatua, asidhani ya kwamba atasurvive ama ataishi, kwa sababu msaada, Mungu atatuma msaada wake kwa ajili ya kuweza kuwashughulikia Wayahudi. Na baada ya hapo, mtu akaenda akamwambia Esther, na alipomwambia Esther akasikia habari zile, akaamua kutafuta mavazi, akasema Mordekai avalishwe, avuliwe magunia, avae nguo nzuri,
lakini Mordekai alikataa. Na hatimaye tunaposoma maandiko haya, ukisoma katika kitabu hicho cha Esta, tunaona ya kuwa Esta nakubali chapter 4 ya kwamba atafanya juu chini asaidie Wayahudi ili wasiweze kuangamizwa, lakini kulikuwa na masharti, kwa sababu haikuwa hata rahisi ikiwa wewe ni mke wa mfalme ati kumwendea mfalme tu. Kiangalia katika maandiko inaonekana ya kwamba mfalme ili waonane na mke wake inachukua siku 30 days, lakini sasa siku 30 zimeisha, Esta hajamwona mume wake. Sijui hawa watu walikuwa wanaishi namna gani. Esta alikuwa hajamwona mume wake 30 days. Ukisoma katika kitabu hicho kinakwambia chapter 4 mstari ule wa 11, Esta anasema hajamwona mume wake, lakini yeye alikuwa amesema ya kwamba atajitahidi hata kama kufa afe, lakini amuone. Ukiangalia katika kitabu hicho cha Esta chapter 4, wakati Esta amekubali ya kwamba atasimama na Wayahudi kwa ajili ya kuwasaidia, kwa maana alikuwa katika ikulu ya mfalme. Esta chapter 4 verse 16. Chapter 4 verse 16. Uende ukawakusanya Wayahudi wote walioko hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nani nikiangamia na niangamie. Bwana asifiwe. Tunaona Esta amechukua uamuzi ambao si uamuzi rahisi. Hata kama mtu alikuwa ni mke wa mfalme, haikuwa rahisi atakumwendea nini hili. Ilikuwa lazima atumane. Hata mke wake ilibidi ya kwamba atumane, ambia sasa nataka kumwona mke wake. Lakini haikuwa hivyo na habari hizi za ufalme huu, hawa wafalme. Tunaona Esta anasema sasa, baada wafunge na kuomba usiku na mchana, wakusanye wote, naye pia pamoja na wafanyakazi katika jumba lile la kifalme watafunga na kuomba. Na Esta akasema baada ya kufunga na kuomba watamwendea mfalme, na watakapomwendea mfalme anasema ya kwamba hata kama ni kufa na nife, kama hatakubali. Na baada ya hapa, baada ya mfungo, Esta akaamua kumwendea mfalme. Ukisoma sura ya 5 mstari wa 2, chapter 5, the same book of Esther, chapter 5 verse 2, anasema ikawa mfalme alipomuona Malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esta akakaribia, akaiguza ncha ya fimbo. Hiyo ilikuwa ni kwamba umekubalika. Hata kama ni mume wako, kulingana na sheria za nchi, ilikuwa huwezi kumwendea hivi. Amekubalika. Akikataa, wewe utamrutwa, na baada ya kumrutwa, wewe ni mtu wa kuuawa.
Kwa hivyo baada ya maombi siku 3 usiku na mchana, Esther amesema watu wafunge, pamoja na hata wale ambao wako katika jumba lile la kifalme. Tunaona Esther amechukua hatua nyingi. Amekusanya watu kwa ajili ya kufunga na kuomba. Akachukua hatua nyingine ya pili ili akamwendee mfalme. Baada ya maombi, tunaona baada ya kufunga, Esther ameamua ya kwamba wakamwendee mfalme, na alipomwendea mfalme tayari maombi yale yalifanya kazi. Kwa hiyo alipomwendea mfalme, mfalme hakukataa, alimnyoshea fimbo yake ile ya dhahabu. Esther naye akaguza, anasema ncha yake ni hapa mwisho. Mfalme ameshika. Kwa hiyo Esther alikuwa niaguze hapa, kusema ya kwamba umekubalika, lete hoja zako, sema yale unayotaka. Ukisoma verse 3 katika the same book of Esther chapter 5, anatuambia namna gani? Mfalme akamwambia Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni nini haja gani uliyo nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya maombi, mfalme Esther, kumbuka hajasema kitu. Hajasema lolote. Hajasema hitaji lake la kumwona mfalme. Hajazungumza naye mwambie shida yake. Lakini kwa sababu wapendwa hawa walitanguliza maombi yale yamefanya kazi, yamemweyusha mfalme, yamebadilisha sheria za nchi. Kwa maana Esther hakuwa ameitwa na mfalme, Esther mwenyewe alijipeleka. Na kwa sababu ya maombi yamebadilisha, maombi yanafanya kazi. Walipojitoa kufunga usiku na mchana kwa muda wa siku 3, tayari Mungu ameandaa moyo wa mfalme. Mfalme yuko tayari kumsikiza Esther anasema nini. Haleluya. Amen. Anamsikiliza Esther anasema nini. Na kwa hivyo tunapoangalia hii verse 3, tunaona Esther anapata kibali. Na anapopata kibali, hata mfalme hajazungumza, lakini mfalme anamwambia nini? Esther hajazungumza, mfalme anamwambia hata nusu ya nini? Ya ufalme wangu. Esther, kama hiyo nimekulete, nitakugawia. Maombi ya kufunga na kuomba yamefanya kazi. Mfalme ameamua. Mstari wa 6 katika kitabu hicho cha Esther chapter 5, mstari wa 6, basi mfalme akamwambia Esther pale penye karamu ya divai, dua yako ni nini? Nawe utapewa. Na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyiziwa. Tunaona katika sehemu hiyo bado mfalme, kumbuka katika verse 3 mfalme anamwambia hata nusu ya ufalme atampa. Verse 6 anamwambia ya kwamba hata nusu ya ufalme wake pia atampa. Esther verse 9 anasema kama nimepata kibali, kwa sababu Esther alikuwa na ombi. Verse 8 tunaona ya kwamba Esther anasema kama nimepata kibali, ikiwa nimepata kibali machoni pa mfalme, na mfalme akiona vema kunipa niombalo na kunifanyizia haja yangu, na aje tena mfalme na Hama kwenye karamu nitakayowaandalia, nami kesho nitafanya kama vile mfalme alivyosema.
Esta anaomba, anamkaribisha adui wa Wayahudi. Hana anamkaribisha kwenye karamu. Kesho amezungumza na mume wake, wameelewana, na kwa hivyo Esta anaomba katika karamu ile huyu Haman asikosekane, afike katika karamu hiyo. Bwana atusaidie. Anamkaribisha adui. Haman alipoenda nyumbani, chapter 5 verse 12. Anasema nini? Chapter 5 verse 12. Zaidi ya hayo, Haman akasema, naye Malkia Esta hakumkaribisha mtu yeyote pamoja na mfalme katika karamu aliyoiandaa ile, ila mimi peke yangu, hata na kesho pia nimealikwa naye pamoja na mfalme. Mungu atusaidie. Jamaa amejiinua. Kwa hiyo unapokaribishwa katika karamu mahala, angalia sana isiwe ni karamu ya kwenda kuangamiza. Haman amefurahia kile ambacho hakuweza kujua ni ya kwamba hii karamu ni ya namna gani. Lakini yeye amefanya nini? Amefurahia. Sikiliza jinsi ambavyo huyu mtu na jinsi ambavyo shetani hupanga kwa ajili ya kuangamiza watu, hata pamoja na kuomba. Yeye Haman hajui ya kwamba Wayahudi walifunga wakiomba. Haman hakujua ya kwamba Esta ameomba. Haman hakujua ya kwamba Mungu anafanya kazi. Yeye aliona mambo ni ya kawaida. Na hatimaye ameenda nyumbani, yeye amefurahi, akaanza kumsimulia mke wake na marafiki zake. Verse 14, the same book of Esther chapter 5. Anasema, basi Zerashi mkewe akamwambia na rafiki zake wote, na ufanyiziwe mti wa mikono 50 urefu wake, na kesho asubuhi useme na mfalme, ili Mordekai atundikwe juu yake, ndipo utakapoingia katika kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno likampendeza Haman, akaufanyizia ule mti. Enyi kina mama, ni ushauri gani ambao mnawapa waume zenu wala ambao hapa mmeolewa? Ni ushauri wa namna gani? Mzee anakuja nyumbani na adui anamuita adui, na kwa sababu yeye ana mamlaka mahali, ni ushauri wa aina gani ambao unampa? Maandiko anasema ya kwamba usifurahi kwa sababu ya adui wako, unamuona anapita katika hali mbaya. Usifurahi wakati unapomuona yule adui wako yupo katika mateso. Haman alimwambia mke wake na marafiki zake, anamwambia, basi kama mmealikwa, kile kikao ndio mahali pazuri pa kufanya nini? Pa kupeleka hii, kwa sababu mfalme si amekubali. Umekaribishwa na mke wa mfalme, Malkia. Sasa tunakupa ushauri. Unapokuwa nasoma kitabu hiki, nikaona kuna uzito. Amepewa ushauri na marafiki zake. Angalia ni rafiki wa namna gani ulionao. Tuna marafiki wengine anakuja ni kama rafiki, lakini anakuingiza katika moto.
Kuna rafiki mwingine unazungumza naye, unashare naye mambo yako, unafikiria atakuwa msaada, unamkuta ya kwamba ameyaweka pale juu ya ghorofa. Ukienda saluni, wale ambao unaenda saluni, hiyo nitakuwa niliambiwa na mtu mmoja, ukitaka kujua mahali ambapo kuna udaku ni katika saluni. Sijajua kwa sababu sijawahi kwenda katika saluni. Lakini nisikia kwamba kama ukitaka kujua udaku mwingi unapatikana pale katika saluni. Kwa hiyo mnaenda katika saluni, kwa waangalifu. Ni udaku wa namna gani? Umbea mwingi ni katika saluni. Sasa hapa tunaona amepewa ushauri nani? Haman. Ili watakapofika katika kikao, wakiwa wanakula na kunywa, aombe ya kwamba kati ya Wayahudi kuna mtu ambaye ni adui, na ili awe na furaha, huyo adui aondolewe. Hana habari ya kuwa yeye ndiye adui. Halo, hana habari kikao anachokwenda, yeye ndiye adui. Alipokwenda akatoka akasema, asante sana Zereshi, mke wangu, huo ushauri ni mzuri. Rafiki yangu, nafurahi sana. Asanteni kwa yani, yule adui akiondoka, moyo wangu utakuwa na amani na utakuwa na furaha. Haman hawakuwa naomba, mke wake hakuwa anamwombea, marafiki zake hawakuwa anamwombea, lakini Esther alipopokea habari hizi aliamua neno hili, jambo hili nzito, tulipelekea nini? Mfalme wa wafalme, yule ambaye anaweza kutupa jawabu, yule ambaye anaweza kututetea, kwa sababu Mungu wetu yeye ndiye aliye mtetezi wetu. Ndio sababu akamwambia Musa, wakati Musa alipokuwa anamlilia, anamwambia Musa, unalilia nini? Kwa sababu naona Farao anawafukuza. Musa anasema ndio Bwana, lakini angalia hii bahari tutavuka namna gani? Mungu anamwambia Farao na Moses, sasa kuna shida gani? Ambia watu wanyamaze. Na watu wakinyamaza, una nini mkononi mwako? Una nini mkononi mwako? Musa anasema fimbo. Nenda na hiyo fimbo, wewe yapige yale maji, yatagawanyika na watu watavuka kwa salama. Wewe una nini mama? Wakati wote unapoamka katika familia yako una nini? Unaamka ukipanga umeme, au unaamka ukiwa unamlilia Bwana ya kwamba Bwana, siku imefika, naiombea familia yangu. Kuna nyakati unachukua muda kwa ajili ya kufunga na kuomba kwa ajili ya familia yangu. Hakuna mahala pengine ambapo unaweza kupata msaada duniani isipokuwa ni Mungu muumba wako. Shida ulizo nazo za kifamilia, shida ambazo unaweza kuzipitia kati yako na mume wako, yule ambaye anaweza kuzisoma ni mfalme wa wafalme. Yeye ndiye anayejua familia hiyo, na hataweza kusolve shida hizo kama wewe hautampelekea. Mara nyingi tunapokuwa na shida katika familia zetu, tunapelekea wanadamu, nakimbia. Kuna mama fulani rafiki yangu, acha niende. Na hata wengine wala ambao wanasema nitakusaidia katika maombi. Wakati ambapo unamshirikisha, ukishamaliza yeye anaondoka, ana rafiki yake hapa, nakimbia. Leo unajua ile familia fulani amekuja kwangu, mnaona tu. Sasa wewe uliletewa uwe msaada, uwe prayer partner,
unaenda kutangaza, lakini ulikuwa umtangazia nani? Mfalme wa wafalme. Tena nakwambia kwamba ninaomba kwa sababu wewe ni prayer partner wangu, tufunge na kuomba. Sasa wewe hujafunga, lakini umekimbia unapeleka habari. Esther hakukimbia na habari, aliomba kwanza, na alipoomba Mungu akasikia maombi yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haman amekaribishwa katika karamu. Chapter 6 verse 6. Chapter 6 verse 6. Basi Hamani akaingia mfalme akamwambia, afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu? Hamani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme ampenda kumheshimu kuliko mimi? Halo, ni nani mfalme anapenda kumheshimu kuliko mimi? Amenipa madaraka katika nchi, amenipa uweza katika nchi, nimemuomba niangamize Wayahudi, amekubali, na amenipa hata muhuri wa kiserikali, nimepiga katika zile barua. Sasa ni nani ambaye mfalme anapenda kumheshimu isipokuwa ni nani? Ni mimi. Bwana tusaidie. Hana habari jamaa hawa walifunga siku ngapi? Usiku na maombi yao yamejibiwa. Kwa hivyo sasa ni matendo ambayo yalikuwa yafanya kazi. Hatimaye inasema ya kwamba Hamani anauliza, mstari wa 7, basi Hamani akamwambia mfalme yule ambaye mfalme ampenda kumheshimu, tuendelee, na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme hupanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani. Tuendelee. Na yale mavazi na yule farasi akabidhiwe mkononi mmojawapo wa maakinda wa mfalme aliyemstahiki, ili makusudi amvike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, na kumrakibisha juu ya farasi kuipitia njia kuu ya mjini, na kupiga mbio mbele yake, kusema, hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Endelea mstari wa 10. Basi mfalme akamwambia Hamani, hima, toa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyizie vivyo hivyo Mordekai Myahudi aketie malangoni pa mfalme, lisipungue neno lolote. Unasikia Hamani? Lisipungue neno lolote katika yote uliyoyasema. Maombi yanafanya kazi. Kuna mambo mengi tumekosa kutendewa kwa sababu hatuombi, na kama tunaomba, mwandishi alisema tuomba vibaya. Yakobo anatuambia kwamba tuombe jinsi Mungu anavyotaka, lakini tunapokuwa katika maombi na jinsi Mungu anavyotaka inafanya. Anaambiwa, alifikiria ni nani ambaye mfalme anayemheshimu na kutaka, na sasa amempelekea hoja hizi. Sasa mfalme anamwambia, sasa Hamani, fanya jinsi ulivyotaka, na lisipungue neno lolote, lisipungue
lolote katika yote uliyofanya nini? Uliyoyasema. Maneno ya vinywa vyetu. Wakati unaposema unazungumza nini? Ni mambo ya namna gani? Ni mambo ambayo ya kuleta ufalme wa Mungu ama kuinua ufalme wa Mungu, au ni mambo ambayo ni ya kuangamiza? Maneno ya vinywa vyetu. Hapa anaambiwa ya kwamba afanye yalisipungue neno lolote. Haya. Mstari wa 13 chapter 6. Wakati mstari wa 13 chapter hiyo 6. Basi Hamani akamsimulia Zereshi yule aliyemshauri, aliyemwambia atengeneze nini? Atengeneze mti mrefu wa goli kwa ajili ya kumwangika nani? Mordekai. Zereshi anarudi, anageuka mkewe na rafiki zake wote, kila neno lililompata. Ametoka mbele za mfalme akiwa na aibu. Kisha watu wake wenye hekima na Zereshi mkewe wakamwambia, ikiwa huyu Mordekai ambaye umeanza kuanguka mbele yake ni wa uzao wa Wayahudi, wewe hutamweza. Haleluya! Bali kuanguka utaanguka mbele yake. Wewe ni mzao wa aina gani? Ni mzao wa Kristo au ni mzao wa dunia hii? Kama yeye ni wa uzao wa nini? Wa Kiyahudi, hutafanya nini? Hutamweza. Mama ambaye ni mwombaji, mama ambaye anamtafuta Mungu, hata ikija jambo la namna gani, kwa sababu yeye ni wa uzao wa Mungu, na kwa hivyo anamtafuta Mungu. Anamtafuta Mungu kwa ajili ya familia yake, anamtafuta Mungu kwa ajili ya watoto wake, anamtafuta Mungu kwa ajili ya mume wake, anamtafuta Mungu hata kwa ajili ya kanisa lake, anamtafuta Mungu hata kwa ajili ya mchungaji wake, anamtafuta Mungu katika kila jambo. Kwa hivyo kama wewe ni wa uzao wa Mungu, shetani anapokuja na kuinuka kinyume chako hata kuweza, kwa sababu umesimama katika njia za nani? Za Mungu. Amen. Unaona, kuna ushauri mwingine unakaa mbali. Wale waliomshauri tena wanarudi wanatoa ushauri kama huyo ambao umeanza kumwangukia, ni wa uzao wa nini? Wa Wayahudi. Wewe utafanya nini? Hutamweza. Hivyo tukiwa ndani ya Yesu Kristo, tukiwa tumefunikwa na damu ya Yesu, mara nyingi tunatishwa na shetani hata weze kutuweza, lakini lazima tumtafute yeye. Na ndio sababu Biblia ikasema ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki iliyomo ndani ya ule ufalme. Tunapoutafuta ufalme wa Mungu, na kwa sababu ufalme ule ni wa haki, Biblia inasema hata yale mengine yote tunayohitaji tutafanya nini? Tutazidishiwa. Yale tunahitaji Bwana hatakosa kututendea, kwa sababu tumemtafuta kwanza. Wapendwa, tunasumbuka, tunahangaika, lakini wakati unapomwendea Mungu, usiende mbele za Mungu. Wewe acha Mungu akutangulie. Esther alitambua siri, na alipotambua siri, wakamtanguliza Mungu. Kwa nini? Katika maombi, na mambo yakawa swali. Kila mahali Esther alikuwa anakwenda amepata upendeleo wa Mungu. Amina. Kila alichokuwa anazungumza, upendeleo wa Mungu ulikuwa juu yake. Anaambiwa hata mambo yaliyokuwa magumu bado, kwa sababu alikuwa amemkimbilia yule ambaye anarahisisha mambo,
yakawa yakarahisika. Amen. Hama anaambiwa Hama anaambiwa na Zereshi mkewe, wakamwambia, ikiwa huyo Mordekai ambaye umeanza kuanguka mbele yake ni wa uzao wa Wayahudi, wewe utamweza. Jambo la kutia tena linakubaliki tukiwa wazao wa Mungu. Shetani hatatuweza tukiwa wazao wa Mungu. Biblia inatuambia kwamba hakuna silaha yeyote ambayo inaweza kuinuka kinyume chetu ikaweza kufaulu, kwa sababu sisi ni wa uzao wa Mungu. Na kama tu wa uzao wa Mungu, Kristo ndiye aliye Bwana na Mwokozi wetu, shetani hatatuweza. Isaya 54 verse 17 ni kifungu ambacho tunakijua sana, kwa sababu inasema ya kwamba Isaya 54:17, Isaya 54:17, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kila saa shetani anapoinuka anakukuta wewe ni mama mwombaji. Silaha zinapoinuka katika familia, wakati mama unaposimama kuwa ni mwombezi, mara nyingi unakuta zinakuwa neutralized. Kule Israeli vita ambavyo vinaendelea, Wayahudi wamejikinga na kifaa kimoja kinaitwa Iron Dome. Iron Dome ni kifaa ambacho wakati unapotupa miza kule, inapokuja huku nako wanatupa hiyo Iron Dome. Kwa hivyo inaangamizia ile silaha pale juu kabla haijaanguka chini. Kwa hivyo zinaharibiwa pale juu, kwa hivyo haziwezi kufika zilete madhara. Iron Dome yetu ni maombi. Tunapoamua ya kwamba tuwe nayo, wakati shetani anaporusha ile mizaili yake na wewe umeenda katika magoti, inaharibiwa pale juu kabla haijafika ili ilete madhara. Nafikiri wengi mmesikia kumekuwa na kanisa South Korea. Ilikuwa ya huyo mtumishi anaenda kupumzika na Bwana, alikuwa anaitwa Yonicho. Kanisa lile ndio limekuwa ni kanisa kubwa la Kipentekoste duniani. Ule ukubwa wa lile kanisa, nilikuwa nasoma historia, inasemekana revival ile katika kanisa ilianza na mama. Na nilisikia kwamba huyu mama alianza maombi, alikuwa anakwenda hata milimani kwa ajili ya kwenda kuomba. Analilia Mungu kwa ajili ya kanisa. Analilia Mungu kwa ajili ya Bwana kufanya miujiza. Analilia Mungu hata kwa ajili ya huyu mtumishi wa Bwana, Mungu kuweza kumtumia. Na yule mama aliomba. Na baada ya kuomba, Mungu akaanza kutuma uamsho. Halo. Bwana Mungu akaanza kutuma uamsho. Na Bwana alipoanza kutuma uamsho, kanisa likaanza kuendelea. Kanisa likaendelea, likaanza kupanuka. Watu wakawa na ule moyo hata wa kumtafuta Mungu. Watu wakawa na moyo wa kupanda milimani kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Watu wakawa na moyo wa kumlilia Bwana kwa sababu ya mama mmoja aliyesimama katika pengo, akaamua ya kwamba fanya nini? Amlilie Bwana.
na Mungu akaanza kuleta revival katika kanisa lile, na kanisa likapanuka. Hata ile milima mama alikuwa anakwenda kuombea kwa ajili ya kumtafuta Bwana, kwa ajili ya kufunga na kuomba, nilisikia kwamba wakaamua hiyo sehemu waitafute kwa bidii, hata kama watasema pesa ngapi, kukaenda kujengwa kambi ya prayer camp, ikafanywa kuwa ni prayer camp. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mama alianza yale maombi, na alipoanza yale maombi Mungu akafanya kazi, na badala ya yeye sasa kuwa ataomba peke yake, alipoanza kuomba Mungu akainua wengine, na alipowainua wengine wakasimama pamoja naye kwa ajili ya kuweza kumtafuta huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya huyu mama mmoja, uamsho ukaingia kanisani. Wakati mwingi tumezungumza mambo mengi, lakini tunakosa kujua ya kwamba hata mtu mmoja akisimama na asema atamtafuta Mungu, Mungu anakusikia pale ulipo, na anapokusikia atafanya kazi yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mama huyu alileta uamsho tena mkubwa, na kanisa lile likatokea kuwa ni kanisa kubwa ambalo lilifanya namna gani? Watu walitoka sehemu mbalimbali walitaka kujua, na watu walipokuja katika kanisa hilo, kanisa likaendelea na likapanuka na likaonekana kuwa ni kanisa kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amefanya nini? Aliamua asimame katika pendo. Biblia inasema kwamba Mungu akaangalia, na akaangalia ili aone mtu atakayesimama katika pendo. Mungu hakuona mtu hata mmoja, na Mungu alipokosa yeye akashangaa. Mara nyingi tunataka uamsho. Mara ngapi wewe umesimama kama mama, ukaamua wewe utasimama, hata wengine wote wakifeli utasimama, ili ukaweze kuendelea kumtafuta Mungu. Esther alifanya nini? Yeye aliyatanguliza maombi, na alipoyatanguliza maombi yalifanya kazi. Kiangalia katika kitabu cha First Chronicles ama kitabu cha Second Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili, ni mstari ambao tunaujua, chapter 7 verse 14. Second Chronicles chapter 7 verse 14 ni mstari ambao tunaujua, ambao unasema ya kwamba watu wangu, Mungu anazungumzia, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, si jina la mwanadamu, si jina la askofu, si jina la padri, si jina la mchungaji, watu walioitwa kwa jina langu, sio watu walioitwa kwa jina la dhehebu. Biblia inasema wakijinyenyekeza ama wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia. Mungu anasema na nini? Atasikia toka wapi? Juu mbinguni, na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mara nyingi kuna shida katika makanisa siku hizi leo, ni kwa sababu hakuna waombezi, watu ambao watajitoa kwa ajili ya kuweza kumtafuta Mungu. Kwa sababu Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu, ikiwa watajinyenyekeza, watakwenda na kuniomba, mimi nitasikia maombi yao. Wapendwa, Mungu anawahitaji ninyi.
Kina mama, huduma za Yesu Kristo, wamama walikuwa mistari ya mbele. Wao ndio hata waliinua huduma hiyo. Wamama, kanisa lolote ambalo wamama si waombaji, kuna shida. Wazee unajua, wazee wanakanga wakulengalenga, wapo tu katika makanisa yetu, lakini unakuta kwamba kama wamama hawatasimama vizuri, unakuta kwa sababu kule vijijini, na nimegundua hii kila mahali, utakuta wamama ndio ambao wako wengi makanisani, lakini kina baba wako hapo. Kila mahali, si Taita peke yake. Kule kwetu ungelisikia hata mama akikosa kwenda kanisani sana, muuliza, mbona unaenda kanisani? Yeye anasema waliamini ya kwamba mama akienda kanisani mambo ni mazuri. Kwa kuna nini? Kwa kanisani. Mama, wewe ndiye uliye foundation ama msingi katika familia yako. Ukielewa nafasi yako na huduma yako katika familia, mambo yatakuwa sawa. Lakini usipoelewa, mambo yatakuwa mabaya. Last, Mordekai alitundikwa. Chapter 7, kwa sababu ya muda namalizia. Verse 9 and 10. Esther. Chapter 7, verse 9 and 10. Inasema ya kwamba Esther, chapter 7, verse 9. Ndipo aliposema Haboni, msimamizi wa nyumba mojawapo naona ya Kiingereza kinasema kidogo. Msimamizi wa nyumba mmojawapo wa wale waliohudhuria mbele ya mfalme. Tazama basi, mti wa mikono 50 urefu wake Haman aliyomwekea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, umesimamishwa nyumbani kwa Haman. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake. Mstari wa 10. Haye, wewe hukumzingira baba. Chapter 7 verse 10. Wewe hukumzingira. Ndio ninaona inakatana na Biblia yako hapa. Basi wakamtundika Haman juu ya mti aliyowekea tayari Mordekai. Ghadhabu ya mfalme ikatulia. Unajua, wakati ambapo tunapomwendea huyu mfalme wetu, tunapoendelea kumulilia yeye, hata kuacha tu mtoto wake anapomulilia kwa sababu ya adui ambaye amesimama juu yako, mfalme wetu huwa hafurahii mpaka atakapoona ya kwamba yule adui hayupo tena. Mfalme alitulia, ghadhabu yake ikatulia. Kwa sababu gani? Mordekai ametundikwa juu ya nini? Usimwonee wivu adui wako anapofanikiwa. Kama mafanikio yake hayako katika njia za Bwana, bado atashusha. Haman akashushwa, mtu ambaye alipendwa sana na mfalme, ikabidi ya kwamba atundikwe juu ya mti.
Kwa sababu gani? Alisimama kinyume cha wateule wa Bwana. Tusimame tu. Mama uwe mwombaji. Mambo unapoona hayaendi vizuri, upanga